Nilisoma mtaka kulisahau hata siku moja. Nilipovaa hivyo viatu, nikaanza kuhisi hali ambayo haikuwa ya kawaida kwenye mwili wangu. Nikaanza kuhisi ninabanwa na hali fulani ambayo ilikuwa inaendelea. Nilipofika nyumbani, nikaanza kuota ndoto za kufanya mapenzi na wanawake. Hii kitu inawezekana hujawahi kupita. Ngoja tunakupitisha polepole. Nikaanza kuota ndoto namna hiyo. Nikaamka asubuhi nikakemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hakuna kesho. Nikaamka nikaenda nikalala, nikaamka naota ndoto kama hizo. Nina mke, nina watoto, nina upako. Bwana asifiwe. Unajua, hiyo hali ilinitesa kwa muda mrefu. Siku moja wakati najiandaa kwenda mjini kwenda kazini, nimeomba Bwana, leo naomba ukutane na mimi. Ghafla nikaona viatu vyangu. Nikaviendea viatu mahali vilipo. Sikujua kwamba ndio vinishida. Nilipokwenda nimechukua viatu, nikaangalia kwenye pale ambapo naingiza mguu, nikakuta picha ya mwanamke yuko uchi. Alafu imeandikwa anwani ifuatayo. Anwani ya mtandao unaokuelekeza kwenye picha za ngono. Asijaye na wafahamu. Unajua, inawezekana mama tu, kwa vile labda mke wangu ananielewa vizuri, inawezekana mume wako akikwambia nina shida, nimebanwa hivyo, utaanza kukemea wewe baba, na wewe unasijui unaenda kujizungusha huko na wasichana. Kwa hiyo inawezekana ndio kitu kinachokusumbua. Utaanza kulaumu, kumbe umetema katika mtego wa wategaji. Ghafla nilipoanza kukemea, nikachukua kiatu nikakemea kwa jina la Yesu. Kuanzia siku hiyo hadi wa leo, hizo ndoto sijaziona, hizo hisia sijazisikia. Jina la Bwana libarikiwe. Ni vyema uwe na macho ya rohoni. Amen. Uwe na macho ya rohoni, utajua mahali pa kutupa risasi. Ni wapi nyingine? Jina la Bwana libarikiwe. Miaka ya hivi karibuni, mama mmoja alikuwa anakuja nyumbani kwetu asubuhi. Kila tunapotaka kutoka, unajua nini ambao uko kwenye ndoa, usije tu ukakemea ukamkemea mume wako kwa jina la Yesu, wewe baba umeharibika. Hapana, iko kitu ukiwa na macho ya rohoni, utakuwa na discipline, utaongea ovyo. Ukiona jambo limejitokeza katika ulimwengu wa mwili, hautapambana katika ulimwengu wa mwili. Utamwomba Mungu akupe macho ya kiroho ili ujue mahali kupambana, ili umoe shina kabisa kwa jina la Yesu. Amen. Huyo mama akawa anakuja nyumbani kwetu, na anakuja siku ya Ijumaa. Hatukujua, kila tunapofika Ijumaa, ikifika jioni ninagombana na mke wangu, hajapata kuona. Sielewani naye kabisa. Kwa hiyo hatunakwenda kulala, hatuombi. Naye anatupata shida. Wewe umeniambia hiki, wewe naye anasema umeniambia hiki. Wewe tunagombana na kitu hata kiberiti inatufanya tugombane. Kiberiti hata sindano inafanya tugombane. Yaani Ijumaa hii, na amekuja huyu mama asubuhi, na ni mama mmoja mzuri, na ni mama ameokoka. Kwa hiyo hatuna shida. Tukaendelea mpaka ikafika mahali kasema hata kanisani sikanyagi, ni mpaka Mungu aniambie kuna nini hiki kitu. Nilifanya makosa, usifanye makosa kama hilo la kwangu la kutokuja kanisani. Sema amina. Usifanye hilo kosa, maana ni uzembe. Hatupaswi kukataa kuja kanisani. Tunakuja mahali penye uponyaji. Bwana asifiwe. Umesikia mtumishi wa Mungu aliposema sasa hivi asubuhi kwamba akaja yule mtu akasema, ni nani atakayenitia kwenye nini? Kwenye maji. Njoo kwenye maji utapona hapa. Bwana asifiwe. Basi ndio tukaendelea, tukakorofisha. Kile kinapofika Ijumaa. Nikawa nasema ni kwa vile labda kuna watu wanaoabudu Ijumaa. Nikawa napata shida, tukaomba. Basi mtoba naomba upande wake na mimi naomba upande wake. Ndio tunapatana Jumatatu. Yaani kipita Jumapili tunapatana Jumatatu. Au Jumapili kipita Jumapili usiku tunapatana usiku. Mungu atusaidie. Unajua
tunavyovipita. Ukisimama madhabahuni kuhubiri, vita tunavyovipata ni tofauti na watu ambao hawasimami madhabahuni kuhubiri. Hamtajua kitu, mtajua baadaye. Unajua tuliingia kwenye basi nikawa naomba kivyangu, naomba kivyake. Hakuna nalo nimwambia mwenzake kama tuombeobeje. Basi siku moja nikawa na tathmini pita kama miezi 3, 4, 5, 6. Nikasema mbona huyu mama akija nakosa amani? Naye mtoka kaniambia hata na mimi nakosa amani. Tukaingia tukaomba kwa jina la Yesu, mama fulani, kuanzia sasa tunakufuta kwetu, usikanyage tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Unajua hakukanyaga hadi wa leo. Na tumekuwa tuna amani miaka 6 sasa imepita, 5 au 6. Tumekuwa tuna amani kuliko. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Inawezekana na wewe ukapita vitu kama hivi. Unajua ukiwa na macho ya rohoni, ukikutana na mtu ambaye ana shida, labda nikupe mfano. Kuna kijana anakuja juzi, tumeanzisha sisi tumekuwa tukifanya maombi hapa kanisani kila Jumatano kuanzia saa 3 mpaka saa 7. Lakini katika haya maombi tukampata kijana mmoja ambaye amekuja, akamsikia mafundisho kwenye redio, akasema ngoja niende na mimi. Akaanza kuwasiliana na mimi, tukapiga simu, alafu nikamwambia njoo siku ya maombi. Alipokuja kwenye siku ya maombi, akanieleza huyu kijana mambo ambayo anayapitia ambayo si ya kawaida. Huwezi kuamini kijana ambaye ana umri mdogo anakubali msichana mwenye mimba ambaye na mimba hiyo sio ya kwake. Kaliumachi. Anakuja anasema nimemkubali huyu binti. Anakuja na mimba sio ya kwangu. Unaweza kusema nini wa Masai hamnaga wivu? Asema hamna mtu asiyekuwa na wivu. Tena ukiletoa mtoto ambaye sio wako. Unajua alipokuwa akinieleza huyu kijana, sikuwa ninamtazama yeye. Ghafla nikamwambia Mungu, nipe macho ya rohoni, nijue nini kinachoendelea kwa huyu binti, kwa huyu kijana. Akanieleza shida anazozipata, akaniambia jinsi ambavyo amekosa kazi, akaniambia kila mahali akienda anaenda kwa waganga. Akanani mtu ambaye alikuwa anaenda kwenye makanisa ya watu waliokoka, lakini sasa amefika mahali anaenda kwa waganga. Amefika mahali kila akifanya kazi ni kwa waganga. Ghafla nilipomwambia Mungu, nipe macho ya rohoni nijue nini kinachoendelea. Unajua Mungu alinielekeza kuhusu habari ya baba yake. Kumbe baba yake na yeye alioa, na nikamuuliza imekuwaje baba yako na wewe mama yako imekuwaje kuolewa? Akasema mama naye alikuja na mimba, alikuja na mtoto. Unajua mwanzoni nikadhani kwamba kuna shida kwa huyu kijana. Unajua unadhani kwamba yeye ndiye mwenye shida. Biblia inasema baba amekula zabibu mbichi, watoto wakatiwa ganzi. Umesikia hiyo kitu? Asomaye na afahamu. Kwa hiyo tatizo haikuwa kwa huyu kijana. Kwa hiyo nikaanza mimi na mchungaji tukaanza kumwombea. Tukamkomboa kijana. Anasema alikuwa halali kabisa nyumbani, halali vizuri usiku, hapati usingizi. Alikuwa na mambo ambayo ni magumu sana kwenye maisha, kama kikuhadithia utatamani kuziba sikio lako. Utaona baadaye. Tulimwombea. Na huyo kijana yuko hapa leo. Nikaanza kumfuatilia, nikamwambia, ndio, kwa nini baba yako amekupa jina la kwake? Lakini mimi ni Magdalena. Nimemzaa Agano, nampa jina la Agano. Nampa jina la Magdalena. Unajua kwa macho ya kawaida, kwa masikio ya kawaida, utasema tu amempa tu kwa sababu anapenda. Kumbe kuna kitu kimeamuliwa kwenye ulimwengu wa roho ambayo hutakaa kuijua. Baba huyo akalazimika kumpa mtoto wake jina lake yeye mwenyewe. Na ukijaribu kufuatilia mama yake, huyu kijana alikuja na mtoto, na huyu kijana naye amekubali. Anasema hakujua ni kwa nini amemkubali huyu msichana. Amekuja amemchumbia, amemchukua wakati ana mtoto, sio ana mimba, sio ana wakati wako kwenye uchumba ndio alibeba mimba, ambaye ndio Biblia inasema unaruhusu kumwacha huyo msichana. Si wewe? Wanaosoma Biblia. Lakini hakumwacha. Ilipoendelea tena, kijana huyu, mtoto wa pili, kitu ambacho kilichotokea, mtoto wa pili kaka yake au ndugu yake ndio akazaa na mke
haielewi kitu. Mchungaji hapa ni shahidi. Mtoto wa tatu alipopata mimba ya mtoto wa tatu, kilichotokea tena mama akatoa hiyo mimba. Na bado ni mke wake, bado anampenda. Lazima tuwe na macho ya roho. Kwa hiyo alipokuja tulipomuombea, huyo kijana amesema hajawahi, maana ameenda naye kuomba kwenye makanisa mengi, kwenye maeneo mengi, sitaki niyataje. Amesema hajawahi kulala mpaka siku ambayo amesema hajawahi kulala usiku. Hapati usingizi, lakini siku tumemuombea. Kesho Jumatano iliyopita ambaye juzi ndiye amekuja hapa akatuambia imebidi achelewe kuamka. Amelala akapitiliza akaamka saa 1:30, kitu ambacho hakijawahi kutokea. Sifa na utukufu apewe Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, unanisikiliza kwenye redio na unanitazama, unanisikia muda huu, hakuna kitu ambacho Mungu anakishindwa. Haiwezekani Yesu ashinde jambo lolote. Omba tu Mungu akupe macho ya roho. Kulikuwa ni wapi nyingine? Kulikuwa na msichana mmoja anafanya kazi kwenye kazi zangu. Binti huyu, wakati wenzake wanauza malaki ya pesa kwenye duka, yeye anauza maelfu dukani. Mali ni ile ile, eneo ni lile lile. Unaamka asubuhi ukienda kwenye ile duka ambalo anauza, hii frame ambayo inabeba mzigo imesambaratika, imevunjika. Kwa aliyevunja hatujui, hata yeye mwenyewe hajui. Hakuna mahali palipotoboka, hakuna mahali ambapo mtu amekuja, lakini akafungua tu duka asubuhi imevunjika. Kwa unajua ni rahisi sana kuzungumza na kumlaumu. Tumeendelea kuwaza, tumeendelea kuomba, tunaomba, tumeomba, lakini kumbe mwenye shida ni yeye. Siku moja nikamwambia, ni vyema uokoke. Akasema mimi ni dini fulani, siwezi nikaokoka. Nikamwambia sawa, kama hautaokoka, lakini kwa siku Mungu atahitaji roho yako, au kwa siku shetani atachukua roho yako. Jitahidi kubali Yesu kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Akabisha, alipobisha nikamwambia okay, sasa tusibishane kati ya mimi na wewe, endelea. Unajua amelala usiku, kuamka asubuhi mlango uko wazi. Si hadithi ni vitu vya kweli. Amelala usiku, anaamka anakuta ameshalala na mwanaume. Anaona ni jitu linakuja kuanzia saa 7. Analala na yeye mpaka saa 8, saa 9 ndio anaondoka. Kwa hiyo anaamka asubuhi amechoka. Nikamuuliza kwa nini, akaanza kunieleza. Nikamwambia ni lazima sasa uokoke. Akasema baba, nimekubali. Jina la Bwana libarikiwe. Nikamleta hapa kanisani tukamwombea. Amen. Na leo ameendelea vizuri na Yesu. Lakini kama si macho ya rohoni, ni ngumu sana kujua, kwa sababu tulijua baada ya kumwombea tu, baada ya kumwombea alikuwa amefungwa muda mrefu, hampati mchumba, hampati mume, amehangaika kwa namna anavyojua, amejipendekeza kwa wanaume kwa namna anavyojua, amevaa suruali mpaka zile za kulegea, amevaa suruali mpaka zile za kubana, amevaa sketi mpaka zile ziko juu ya magoti, amevaa nguo za kubana mpaka ikashindikana, hampate hata mwanaume anayemwambia habari yako dada. Lakini siku ameokoka, siku amekuja hapa ameweka mikono, ameokoka, siku tumemwekea mikono kwa jina la Yesu. Baada ya siku 2-3 akapata wanaume, akashindwa kuchagua kwamba ni yupi wa kwake. Jina la Bwana libarikiwe. Macho ya rohoni. Anatokea mtu anakuambia kwamba anauma na kichwa kila wakati. Unajua tunapokaa kuwashauri watu na kuombea watu, hatutazami jinsi mtu alivyo, lakini tunavuta masikio yetu ya rohoni na macho yetu ya rohoni tuojue nini kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Utaanza kuona tu kwamba hiki kitu hakiendi sawa sawa. Mtu anaweza kawa hapa kanisani hapa,
anaimba, unasikiliza ndio. Biblia inasema Yesu amesema watu hawa unikaribia kwa midomo yao, lakini mioyo yao, maana yake ndio iko hapa. Kuna miungu miwili. Nielewe msikii nachosema. Biblia inasema watu hao unikaribia kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Maana yake ikiwa mbali na Yesu, moyo wako uko hapa. Na ndio hao wanaokuja kuimba, sio wote. Anaweza kaima. Kuna rafiki yangu mmoja aliwahi kuniambia, alikuwa akienda akisikiliza kwaya fulani kiimba, anasikia mwili unasisimuka. Sio roho inasisimuka, mwili unasisimuka. Mnanielewa hiki kitu tunachosema? Mnielewe. Kwa hiyo unapokaa lazima kujifunika kwa damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni vyema mtu wa Mungu usikilize ule macho ya rohoni. Siku moja kuna wewe kijana wetu wa mwisho wa agano, anaye rafiki yake akaja nyumbani kwangu, kwa sababu ni mtoto mmoja tu wa kiume. Kwa hiyo nikamkaribisha yule rafiki yangu tena ambaye ni mtoto naye kama yeye, wakalala kitanda kimoja. Sikiliza, walipolala kitanda kimoja, kitu kilichotokea ilipofika saa 8, mtoto tumekwenda kumkuta nje amelala. Aliondoka usiku, yuko nje amelala. Yuko nje amelala. Tunaenda kumchukua siku ya kwanza. Siku ya pili ameenda kulala sebuleni. Usiku saa 8 saa 9. Unaweza ukasema wewe mtoto una tabia mbaya, kumbe kuna shida kwenye ulimwengu wa roho. Kuna kitu ambacho hakiko sahihi. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini tunaye Yesu ambaye anatupa macho ya rohoni. Tunaona yale ambayo hayaonekani. Tunayasema yale ambayo yamejificha ndani ya watu. Mpaka watu wanashangaa. Alikuja dada mmoja, alikuwa ni mtangazaji wa redio. Alikuja tu kwenye vipindi hivi ambao tulikuwa nikihubiri juzi, nikifundisha kuhusu habari ya kusikia sauti ya Mungu. Anataka kuombewa. Dada huyu anataka kuombewa. Na nikamwita mke wangu na mwambia tumuombee. Lakini nikampa, hebu nipe maelezo yake. Akanipa maelezo mbele ya mke wangu, tuko hapo ofisini. Akanipa maelezo. Akanipa maelezo ghafla. Nikamwambia okay, sawa. Wewe unatembea na mume wa mtu? Akasema ndio. Amekuja nataka kuombewa. Unatembea na mume wa mtu? Akasema ndio. Unakunywa pombe? Akasema ndio. Umetoa mimba? Akasema ndio. Umeenda kwa waganga? Akasema ndio. Anataka kuombewa kwa njia ya redio. Na akaja nikamwambia hapana, njoo huku. Sitaki kugombea kwenye redio, njoo huku. Kuna watu lazima tuwaombee hapa. Tuwafundishe namna ya kutembea katika hali ya utakatifu. Maana kuna vitu vingine wamevishikilia wao wenyewe. Lazima tuwafundishe, tuwafungue wale watu. Ndipo ufalme wa Mungu uje. Kumbuka siku zote ufalme wa Mungu unakuja kwa toba. Ufalme wa shetani unakuja kwa dhambi. Kumbuka siku zote hicho kitu. Ufalme wa Mungu unakuja kwa toba. Kama unataka ufalme wa Mungu, tembelea, nenda kwenye toba. Sio unakuja unaeleza shida ulionazo, unawaeleza watumishi wa Mungu, kumbe umejifunga mwenyewe. Biblia inasema nanyi msimamapo sameheni kwanza, na msiposamehe na ninyi mtasamehewa. Unataka uponyaji wakati hujasamehe, hao ni uponyaji gani huo? Mungu asifiwe. Kwa hiyo sasa huyo dada anataka uponyaji, anataka kupona, lakini kuna mtu huyo mama analia, anataka uponyaji lakini anaenda kwa waganga. Huyo mama anataka uponyaji lakini anakula pombe, anakula taska, halafu anataka uponyaji kwa jina la Yesu. Nikamwambia hapana, lazima uachane na hiki kitu 1 2 3 4 5. Jina la Bwana libarikiwe. Na anaenda kwa waganga. Mwisho, ili upate macho ya kiroho, ni vema tengeneza na Yesu. Na inawezekana tatizo unalopitia si wewe ndio umesababisha. Inawezekana ni mume wako, inawezekana ni baba yako, inawezekana ni shangazi yako. Utajuaje?
Mimi nikukaribishe Jumatano kwenye siku ya maombi. Hakika hautakaa kama ulivyo. Kuanzia saa 3 mpaka saa 7 tuko hapa tukufungue, tukufundishe, tukufungue. Nimejitoa kwa ajili ya kukufungua. Mchungaji amejitoa kwa ajili ya kukufungua, kukuombea, na utakuwa kama miongoni mwa watu ambao wanaendelea kufunguliwa kwa kupitia redio, kwa kupitia mafundisho ya hapa utafunguliwa. Mama mmoja ambaye alikuwa anazungumza na mimi, alikuwa anazungumza na mama mmoja pembeni, akamwambia akasema hivi, natoa ushuhuda wa mwisho. Akasema mume wangu aleti chakula mwaka wa 3. Mimi ndio nafanya kazi, mshahara wangu sioni. Mambo anakwenda narudi saa 6. Nimechunguza kwamba na mwanamke, kumbe hana mwanamke, lakini yote anamaliza pesa. Nikimuuliza hajui. Alikuwa anaeleza mama mmoja. Nikamsogelea pembeni, bali ilikuwa ni karibu na ofisi yangu. Nikamwambia mama, nataka nikusaidie. Nikamwambia kuna kitu Mungu ananiambia. Mungu anasema ndani kwa wangu kwamba mume wako wewe, mume wako alishazaa kabla ya kuoa, alizaa mtoto na akamkana kwamba huyo mtoto si wa kwake. Alizaa mtoto na akakana kwamba mtoto si wa kwake. Kwa hiyo huyo mtoto anateseka. Hiyo laana haiwezi kumruhusu mume wako aweze kuleta chakula nyumbani. Ameikana damu yake mwenyewe. Alafu unataka ufaidi wewe. Haiwezekani. Yule mama alipiga ukunga. Ni nani anakuambia? Nikamwambia hapana, huyu Yesu tunayemwabudu ndiye anayesema hivyo. Tusimame. Tusimame, tuombe. Na wewe unanisikiliza kwa njia ya redio, muda huu ni muda wa kujikabidhi kwa Mungu. Ninajua unahitaji maombi. Ninajua kwamba una shida. Pengine nimezungumza habari ya shida unayonayo nyumbani, lakini leo kuna msaada mkubwa kutoka kwa Yesu. Mimi ninayehubiri sina msaada, lakini msaada uko kwa Yesu peke yake. Naomba ufunike macho yako, na kama uko karibu na redio, kama unaweza kushika redio, au kama unaweza kushika redio, chukua mkono wako, weka kwenye moyo wako. Nami nitaomba utanifuatilishia maombi haya. Na ninyi mnaoniangalia sasa hivi, ambao tuko mahali hapa wote, na wote mnaangalia kwenye YouTube, naomba sasa ni muda wa kwako ambao utapatana na Yesu. Kitu cha kwanza tupatane na Yesu. Ili utaka kupata macho ya kiroho, ni lazima upatane na Yesu. Mwambie Yesu, naomba unisamehe kwa dhambi zangu zote. Sasa naomba ufuatilishe maombi haya. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Naomba unisamehe. Naomba unitakase. Naomba unisafishe. Naomba unifanye kwa kiumbe kipya. Kuanzia leo na kukabidhi moyo wangu. Naomba uingie ndani ya moyo wangu kuanzia leo kwa jina la Yesu. Shetani na mambo yako sikutaki tena. Sikutaki tena. Ondoka kwangu. Unipofusha macho nisiwe na macho kama ya Yesu. Ondoka kwangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yesu ni wangu wa uzima milele. Kuanzia leo mimi ni wa Yesu, na Yesu ni wangu wa uzima milele. Na kama unaumwa mahali unapoumwa, shika mkono, weka mkono mahali unapoumwa. Mahali unapoumwa weka mkono. Ninyi mnaonisikiliza kwa njia ya redio, na ninyi ambao mnaangalia kwa YouTube, naomba ushika, weka mkono wako mahali ambapo unapoumwa. Na mimi nitakwenda kusema na Mungu. Mungu uliyeumba mbingu na uliyeumba mbingu na nchi. Mungu uliyeumba wanadamu hawa wanaokuangalia. Baba, katika jina la Yesu, na hawa wanaokusikiliza kwa njia ya redio, Baba ninakusihi. Baba ninakusihi. Baba ninakusihi kwa jina la Yesu, mkono wako ni hodari, ukapita ukafanya operation katika miili yao, katika miili yao kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuamuru shetani, achia miili yao watu, achia miili yao, achia miili yao, achia mifupa, achia damu, achia nyama, achia misuli, achia kila kitu kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuamuru wewe ibilisi, toka katika jina la Yesu. Alika uwepo wa Bwana ukakufunike. Basi hapa ndio namaliza maombi yangu. Jina langu ni Magilani. Namba yangu ya simu ni 0763 005 005. Na Mungu akubariki.